sababu ya mwisho ni ipi inayothibitisha kuwa tumekamilika ndani ya Kristo? Sasa Robert, sababu ya mwisho ni kwa sababu ya utoaji wake. Paulo anaeleza ukamilifu wetu ndani ya Kristo kupitia kifo, maziko na ufufuko wake. Tumezikwa pamoja naye katika ubatizo, na hii inaonyesha kufa kwa maisha ya zamani ya dhambi. Kweli. Tumefufuliwa pamoja naye kwa imani, tukipokea maisha mapya ya kiungu. Hii si ufufuo wa baadaye tu, bali ni ufufuo wa kiroho kutoka hali ya dhambi kwenda uzima wa Mungu. Naam. Na huenda ukajiuliza, mpenzi mtazamaji, hii ina maana gani kwa mtu binafsi leo? Inamaanisha kwamba Mungu ametufanya hai pamoja na Kristo. Ametusamehe dhambi zote na kufuta hati ya mashtaka iliyokuwa juu yetu. Hati hiyo ilikuwa kama deni la kisheria ambalo hatungeweza kulilipa. Lakini Kristo aliliondoa na kuibandika msalabani. Yesu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Hii ni ushindi kamili. Sasa kuhusu ushindi dhidi ya nguvu za uovu, Paulo anasema kwamba Kristo alivua nguvu, falme na mamlaka na kuzishinda hadharani. Hii inaonyesha ushindi wake mkuu juu ya nguvu zote, iwe ni za kiroho au za giza. Na kama ilivyokuwa katika gwaride la ushindi la Warumi, Kristo anaonekana kama mshindi mkuu aliyewashinda maadui wote. Hii inaonyesha wazi ukuu wake juu ya kila kitu.